Haleluya, haleluya, haleluya. Ndugu msikilizaji wangu, ninakukaribisha tena wakati huu kwenye mahubiri na neno la Mungu kutokea hapa TAG Penueli Nyankumbu Geita, mahali ambapo watu wanakutana na Mungu uso kwa uso na nafsi zao zinaokoka. Majina yangu ni mchungaji Anaeli Gottlob Palanjo kutokea hapa Nyankumbu. Ninakukaribisha sana upate kuungana nasi sasa katika ujumbe wa neno la Mungu. Karibu na Mungu akubariki sana. Asante Yesu. Ayanda rabashatala makora basatala radosh. Asante. Amen. Ni mshukuru kila mmoja. Asante, tunaweza tukaketi. Asanteni sana waimbaji. Haleluya, haleluya. Tunaweza kuketi kidogo, nikiwahitaji nitawaita. Haleluya, nina wimbo wa kila wakati na kila majira, wimbo wa majira zote na majira yote, wimbo ni haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinaruka au ni kuna nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Niweke vizuri fundi mitambo. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Naomba usimame usalimie watu wawili, watatu. Kama ni wa jinsia yako unaweza ukamhagi. Kama ni wa jinsia yako pia unaweza ukambusu. That's good. Ukamwambia hili ni busu la mchungaji. Sasa wewe uko hapa alafu muache, yani sasa mpaka wanaume siku hizi mnaogopa kupeana hug. Kweli? Kuna mtu hajapewa hug mpaka anasikia kutetemeka, anasikia baridi wakati kuna joto. Haleluya. Alafu mwambie neno hili, kama hujamwambia utamrudia. Mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Amekuelewa kweli? Hebu ongea na mtu mmoja, mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Mwangalie kama ameelewa, kama hajaelewa mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Haleluya. Muulize umeelewa? Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona hata ushangiliwe umaana wako sasa? Haleluya, haleluya. Asante sana, naomba tuketi. Maige, naomba nikupe heshima yako kama kiongozi wa huduma yako, unaweza kukaa kwenye kiti pale. Unajua kuna watu ambao Mungu ameanza kuwainua. Usipotambua huduma zao, kesho na kesho kutwa anakuwa askofu alafu inakuwa imekula kwako. Unaweza kukaa kwenye kiti chekundu hapo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha yangu nimejifunza kuheshimu kila mtu, kwa sababu mimi nimehudumia watu wadogo alafu wakawa wakubwa. Watu ambaye ndo anaanza alafu anakaa upako kidogo, anaamini watu wa wanabaki pale pale. Sio kweli. Mwangalie jirani yako, mwambie, unajua kuna wakati wa kupeana namba za simu,
kuna wakati wa kusalimiana kwa mikono, kuna wakati wa kupungiana, alafu kuna wakati simu zitakuwa hazipokelewi. I don't think if unaelewa. Mimi wakati naanza huduma ya wanafunzi mashuleni mwaka 2004, Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Njombe leo, na amekuwa mkuu wa mikoa kadhaa, alikuwa chuo cha ualimu pale Marangu. Mimi niko kwenye huduma. Si unanielewa Sasa leo inakuaje? Wakina Nape walikuwa shule. Tunaelewana jamani vizuri? Mimi nawafahamu vijana ambao yani walikuwa ni watoto, alafu leo ni mabosi wako huko juu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ninahamia pale kwangu, nilikuwa na shida ya umeme. Nilikuwa nimetafuta umeme, nimeshughulikia zaidi ya mwaka mzima. Alafu na rafiki yangu, tulikuwaga wote CAs. Wakati huo ni mkurugenzi mkuu wa huduma, au anaitwaga human resource manager, director wa TANESCO. Nilichukua simu moja asubuhi saa 2, nikaenda Katoro. Niliporudi nyumbani nikakuta umeme unawaka. Kama ningemdharau, mwambie mwenzako usimdharau mtu. Hata kama unamuona wapi, mheshimu tu. Mwambie mwenzako mheshimu tu. Ukikosa maneno mengine yote kwenye mkesha huu, ondoka na neno moja: heshimu kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo nimesema hayo kwa sababu ninataka nikuonyeshe kwamba ninakuheshimu. Haleluya. Nataka nizungumze somo dogo fupi, kinipa dakika zako 45 mpaka 50. Tutakuwa tunazungumza kuhusu kumsifu Mungu kwa kuzingatia kazi ya msalaba. Kumsifu Mungu kwa kuzingatia kazi ya msalaba. Nataka nikupe maana ya kusifu kwa kifupi. Sifa ni tendo la kumtukuza Mungu, kumheshimu na kumshukuru kwa yale aliyofanya na yale anayofanya. Tunapaswa kukumbuka kwamba kufika hatua moja, tayari kuna mambo Mungu amefanya na kuna ambayo anafanya. Kwa hiyo kumsifu ni tendo la kufanya mambo yafuatayo: 1, kumtukuza; 2, kumheshimu; 3, kumshukuru kwa yale aliyo na yale anayofanya. Ni kutangaza ukuu, utukufu na wema wa Mungu kwa maneno, nyimbo au matendo. I believe utaenjoy. Mwambie mwenzako lazima utaenjoy jioni ya leo. Ni kutangaza ukuu, utukufu na wema wa Mungu kwa maneno, nyimbo au matendo. Ndio maana mwimba Zaburi katika Zaburi ile ya 9 mstari wa 1 anasema, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitasimulia matendo yako ya ajabu. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitasimulia matendo yake ya ajabu. Nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa viongozi wa sifa wa kanisa la Penueli kwa kuamua kutuandalia eneo ambalo tutamshukuru Mungu kwa mioyo yetu yote na kusimulia matendo yake ya ajabu. Muulize jirani yako, unajua kuna tendo la ajabu Mungu amefanya? Kuna wakati huwa tunadhani matendo ya ajabu ni kiwete kunyanyuka. Tendo la ajabu ni kwamba wewe hujawa kiwete. Hamjanielewa? Nasema hivi, tendo la ajabu sio kuja ukiwa kiwete ukanyanyuka.
Tendo la ajabu ni kwamba wewe tangu ulipozaliwa bado hujawa kiwete. Haleluya. Wakati kuna watu walizaliwa na wiki 2 zimepita, leo nilikuwa ninaangalia akihadithia jamaa mmoja, najua mlimuona yule jamaa wa Moshi aliyekuwa anafanya mambo ya tourism, anaitwa Tarik, ambaye alikuwa kijana, mnaitaga kijana nani? Kijana mujarabu, kijana mashallah, ana midevu yake nzuri. Alafu akakutana na kijana au wapumbavu fulani, sitaki hata kutaja majina yao, watu wa mapenzi ya jinsia moja, si mapenzi, si watu wa ufisadi wa jinsia moja, wachafu. Akamtaka jamaa, akamwambia wewe una mtoto rafiki yangu. Wakati alipokutana naye, alipomkatalia akamwambia nitakuharibu sura, na kweli akamharibu sura. Leo yule kijana haoni. Kwani wewe hauna maadui? Wapo uwajui tu. Wewe una wabaya? Wapo uwajui tu. Wewe una watu wanaokuchukia? Wapo uwajui tu. Mungu amekufunika. Kwa hiyo kwa sababu bado hujafikia kwenye hiyo stage, ye alizaliwa, amekuwa mpaka anakuwa na kampuni yake, bado ana macho yake mawili, bado ana kifua chake kizuri, bado ana miguu yake miwili, ila leo haoni. Sio kwa sababu nyingine, kwa sababu kuna mahali ambapo shetani alipita akapata nafasi. Wewe Mungu amekusaidia, ndio maana unayo sababu ya kuinua mikono na kusema nitakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Naomba nizame zaidi. Sifa ni ibada ya moyo inayotoka katika kutambua au utambuzi wa ukuu wa Mungu. Si kwa sababu ya kile tunapokea tu, bali kwa sababu ya nafsi yake mwenyewe, yeye ni nani. Just to know his personality of who he is. Hatumsifu Mungu kila wakati kwa sababu ya yale aliyofanya. Tunamsifu Mungu kwa sababu ya vile alivyo. Na hapo ndiko chanzo kidogo cha ibada huanza. Leo sitaki kuzungumza kuhusu ibada, na nizungumze kuhusu sifa tu. Ni mtiririko wa upendo, shukurani na unyenyekevu kutoka kwa mtu aliyejaa huruma na nguvu ya Mungu ndani yake. Mtu amejaa kuyajua matendo ya huruma. Mtu amejaa kujua upendo wa Mungu. Mtu amejaa kuzijua fadhili za Bwana. Mtu amejaa kujua vile Mungu alivyo kwenye maisha yake. Akimwangalia Mungu kwenye picha ya maisha yake, anamwaga kitu kinachoitwa shukurani, anamwaga kitu kinachoitwa upendo, na anajinyenyekeza, wakati mwingine hata kulala chini kusema wewe Bwana pokea sifa. Haleluya, haleluya. Jamani, haleluya, haleluya. Kwa hiyo sifa ni mtiririko wa upendo, shukurani, unyenyekevu kutoka kwa mtu aliyejaa rehema na nguvu za Mungu. Naomba nishuke kidogo. Sifa ni tangazo la utukufu wa Mungu mbele ya viumbe vyote. Is to declare the glory of God before all the creatures. Ni kutangaza utukufu wa Mungu. Zaburi ile ya 96 mstari wa 3, Biblia inasema tangazeni utukufu wake kati ya mataifa. Sifa ni ushuhuda wa imani iliyo hai. Kumbuka kichwa cha ujumbe wangu kinasema kumsifu Mungu kwa kuzingatia kazi ya msalaba. Niko kwenye kipengele kinachosema sifa ni nini, na hapa niko namba 3, inasema sifa ni ushuhuda wa imani iliyo hai. Kwamba ninaamini kwamba mimi hapa nilipo nimeokolewa, mimi hapa nilipo nimenunuliwa, mimi hapa nilipo nimelipiwa deni,
Haleluya. Kwa hiyo wakati tunamsifu Mungu hata katikati ya mateso, tunathibitisha kwamba tunamwamini bila masharti na bila mashaka. Namba 3, sifa ni silaha ya kiroho. Napenda sana andiko la Mambo ya Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 20 hadi wa 30. Napenda sana yale maandiko, maana sifa pale inaonekana kwamba ni silaha isiyoshindwa. Wakati Yehoshafati alipowainua waimbaji wakaanza kuimba, alafu maadui wakaanza kuuana, walimsifu Mungu, waliomsifu Mungu walishinda maadui bila vita. Hiyo na somo naita pale sema shinda bila kupigana. Wakati athari inapokuwa kubwa sana kwenye maisha yako, wakati unapokuwa kwenye mateso makubwa sana, wakati mwingine usiumie sana, wakati mwingine imba. Mwaka 99 mwezi wa 4, actually niliugua toka 98 Disemba, nikaivuka tarehe 31 bila kujijua. Niliugua kama miezi 5 hivi. Mwezi wa 4 nikiwa ndani, Roho Mtakatifu alinigusa akanikumbusha kusifu, na ile siku nikawa ninaimba. Siwezi kusahau wimbo nilioimba, Jehova ndiwe Mungu wangu, Jehova ndilo jina lako, Jehova ndiwe Mungu wangu, Jehova ndilo jina lako. Ghafla niliona taa kwa mara ya kwanza, nikiwa niko gizani, hakuna aliyewasha taa, niliona mwanga ndani ya chumba changu. Ni vita inapiganwa bila wewe kuinuka unapomsifu Mungu. Kama Bwana amekupa sauti, iinue, piga kelele wala usiache, maana sifa ni silaha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4, sifa ni njia ya kudumisha uwepo wa Mungu kuishi katikati ya watu wake. Sifa ni njia ya kudumisha uwepo wa Mungu kuishi katikati ya watu wake. Zaburi ya 22 mstari wa 3, Biblia inasema, wewe u mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Mara zote tunapojitoa kumsifu Mungu, kinachotokea ni kwamba Mungu huja kukaa na sisi. Hebu mpe mwenzako high five, mwambie Mungu wako anapenda sifa. Kuna wale ambao ukiwa na mateso unajitahidi kweli, yani unaenda mbele za Mungu, unasema Bwana, teta nao wanaoteta nami, na unasoma maandiko, unasema mbona Daudi aliimba hivi. Usisahau aliyesema teta nao wanaoteta nami ndiye aliyesema anakaa katika sifa za watakatifu. Mwambie mwenzako usisahau. Mwambie usisahau. Kabla hujasema Bwana utete nao wanaoteta nami, Bwana teta nao wanao, useme Bwana njia yao iwe utusi na utelezi, Bwana wapeperushe kama makapi. Bwana ninasema, naomba nikwambie, kabla hujafika hapo, hakikisha umeingia uweponi. Hakikisha umekaa pale alipo. Hakikisha pale alipo na wewe ndipo umekaa. Hakikisha wakati analia machozi yake unayafuta wewe. Hakikisha wakati anacheka tabasamu lake unaliona wewe. Hakikisha wakati anasikia furaha, hiyo furaha unairikenda wewe, kisha inaendelea. Maana kadri tutakavyoona mwambia wewe ni mtakatifu, unatisha kama nini, wewe ni mwamba imara, nguvu zako zatisha kama nyati. Utakapokuwa ukimwambia atashuka akae. Akikaa na wewe atakutumia wewe kuwa gari lake, na wewe ukiwa gari lake vita yote inashindwa, maana ndani yako anakaa yeye ambaye ni mkuu kuliko aliye katika dunia hii. Na nielewa vijana, na nitakuonyesha mahali fulani sifa hii haifanyikagi, sio hadharani. Hapa tunakuja kukamilisha. Sifa ni maisha makamilifu. Jamani, Bwana atusaidie sana. Mungu anakaa katika sifa. Namba 5 kama sijakosea kwenye definition, sifa ni nguvu ya kubadilisha moyo wa mwanadamu. Ni nguvu inayobadilisha moyo, inavunja majonzi, inafungua macho ya kiroho.
na kujenga uhusiano wa karibu na Mungu. Let me talk about this. Mara nyingi tuna huzuni zinazopita maisha. Mara nyingi tuna maumivu ambayo yanatufanya wakati mwingine hata tusiweze kuomba. Mara nyingi tuna chuki zimekaa kwenye maisha, tukiwaangalia watu waliotukwaza. Naomba nikwambie kitu, tunasikia hasira, tunatamani tushike, unakunjia nguvu, unatamani umtafune alafu huwezi kumtafuna, unatamani kummeza alafu hamezeki, unatamani ubebe upigishe chini alafu havipigiki. Unaangaliza anafanyaje? Ngoja nikwambie kitu, shida sio yule mtu. Mungu anashughulika kwanza na moyo wako. Mungu anataka moyo wako ufike mahali ufinyangwe. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Yeremia sura ya 18, Mungu anamwambia, inasema Bwana akaniambia shuka mpaka nyumbani mwa mfinyanzi, nami nitakwambia cha kufanya. Yeremia akaondoka, anasema nikaondoka nikaenda nyumbani kwa mfinyanzi, nikamkuta mfinyanzi akiwa anafinyanga chombo kwa magurudumu. Anasema chombo kile kilichokuwa mkononi mwake kilipovunjika, akakifinyanga tena akakifanya kuwa chombo kingine. Sikiliza nikwambie kitu, unatakiwa uende kwenye nyumba ya mfinyanzi. Hivyo hivyo ulivyo, maisha yalivyo hivyo hivyo. Wamekutukana sawa, wamekufanyia mabaya sawa, wamekurusha sawa. Unapokwenda kwenye nyumba ya sifa, mwambie Bwana, finyanga moyo wangu, ganga majeraha ambayo yamekuwa ndani yangu, ninayaleta msalabani. Maana anasema mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, jitieni nira yangu ili mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ukishapata raha nafsini mwako, unainua ibada mbele zake. Ukiinua ibada mbele zako, vita yako haiwi ya kwako tena. Kwenye kitabu hicho cha Nyakati wa Pili anasema hamtahitaji kupigana, niimbeni tu maana nimeshashuka. Ukishainua sifa, yeye ndiye anayekuwa mpiganaji, anakuwa amiri jeshi mkuu wa jeshi la Bwana. Acha kulia, peleka moyo wako msalabani ya uumbe tena. Tuko tulivyo kwa sababu kila mara tumebeba mateso, hatujajua kwamba kuna mbeba mateso. Kama unalia bado haujui kwa nini Yesu alilia msalabani. Kama unaomboleza bado haujui kwamba Yesu alishamaliza maombolezo. Maombolezo yetu yalibebwa juu ya msalaba wa Yesu. Ninatamani usiku wa leo uondoke hapa ukiwa umemsifu Mungu. Nataka kama kuna maombi tutatoka kuomba, tumwambie Bwana wewe unastahili. Wakati wanapolia useme Bwana, geuza mioyo yetu yenye mateso, yenye mishale, iliyobeba mishale ya watu waliotuumiza. Tunasema Bwana tunakubebesha. Kama yandaraba sakata. Kama kuna mtu ananielewa aseme amina kama radi, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sikia nikwambie kitu, sifa ni nguvu inayovunja majonzi. Unahitaji kulia tena, unahitaji kuupa Bwana moyo wako ufinyange. Sababu za kumsifu ukizingatia msalaba. Moja, msalaba ndio alama kuu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Kinachofanya unasifu unachoka ni kwa sababu haujui kwamba Yesu hakuchoka msalabani. Unaposikia wameimba alafu ukajikuta umekaa, haujui alichofanya, haujui. You don't know what he did. Nilipokuwa kijana mdogo nilikuwa na tatizo. Kuna nyimbo zikiimbwa, si unajua ile ndo anaimba natamani nikuo, unasema sasa hicho ndo nini ameimba sasa? Mimi nitamani aimbe uweponi mwako. Kwa hiyo kuna kawimbo kale ambao kana nitekenya yani, na ako na hisi ndio kenyewe. Sio kweli.
kila wimbo ninaoimba ninaposifu kwa kuzingatia msalaba, kila wimbo ninaoimba nazingatia kazi aliyofanya msalabani. Tamani, haleluya. Labda nakuja nasema namshukuru Mungu, si wimbo wa zamani huo? Na kuna mpya sasa hivi, nikurudi shieni kwa fadhili sina chaku. Ikipigwa hiyo unasikia kama vile unasisimka. Sasa mimi sipigi hiyo. Namshukuru Mungu. Napiga yangu hiyo. Kinatakiwa akipiga sina cha kukurudi. Na mwingine anasema namshukuru Mungu. Yaani wewe inua macho, angalia msalaba wa Yesu, muone mwanaume asiyekuwa na kosa, hajawahi kukosea mtu. Muone mwanaume ambaye hana tatizo, hajawahi kumkwaza mtu. Muone mwanaume ambaye hajawahi kuwa na shida, akiwa amevuliwa nguo, uchi wa mnyama, amepigwa mijeledi, mgongo wake una michubuko, akiangalia watu anasema naweza kushuka ila nikimwangalia Dori. Anasema naweza kushuka ila nikimwangalia Janeti. Siwezi kuvumilia yeye kwenda jehanamu, naweza kuvumilia mijeledi. Anapigwa pa, nyama inachomoka. Anasema kwa sababu ya Catherine. Anapigwa cha, na hiyo ndio thamani yako. Unaangalia mgongo wake, namshukuru Mungu. Anapigwa tena cha, unaangalia vile ambavyo taji ya miiba, nitakupa maana zake hapa, iko kwenye kichwa chake. Mishipa ya kichwa imechomwa, inashusha damu. Anapigwa pa, akiwa na hiyo taji. Vazi lake limevuliwa, limechanika, lakini bado lina thamani. Linaweza likapigiwa kura nani alivae, maana ni la thamani. Amevuliwa, viatu vimepotea, haujui yuko wapi. Na umshukuru Bwana. Ukiuangalia msalaba, machozi hayakutoki kwa sababu unalia, yanakutoka kwa sababu kwa ajili yako kuna aliyekupenda, kuna anayekukumbatia, pendo lake liko juu yako, anakuthamini, anakuheshimu. Wewe ni wa maana. Kama unanielewa sema amina wewe. Hatusifu kwa sababu sisi ni wa Pentekoste. No. Tunauangalia msalaba. We look at the cross. Msalaba wa Yesu. Ndipo wokovu ulipotoka. Ndipo dhambi ziliposamehewa. Makosa yetu yalifutwa na maisha mapya yalitolewa kama zawadi. Unauangalia msalaba. Tunaposifu Mungu kwa kuzingatia msalaba, tunatambua gharama kubwa ya wokovu wetu, mateso, maumivu na damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili yetu. Nasikitika sisi wachungaji tunasahau wajibu wetu wa kufundisha. Ukitaka kujua kusudi la kwanza la Mungu kuliacha kanisa duniani ni ili tumwabudu. That's the first purpose. Kusudi la kwanza la sisi kuwepo duniani ni ibada. Tumefika mahali tumeibadilisha ibada kuwa liturujia. Tumeibadilisha ibada kuwa itifaki. Yaani tumebadilisha ibada. Yaani unashangaa siku za leo kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Unaulizwa, ukienda kwa mtu yoyote ukamuuliza mvulana yoyote, watu gani unataka kuoa? Msichana anayeimba kwaya. Yaani ukioa muimbaji, mwanangu, imekula kwako. Wanaume nasema uongo.
watu ambao ndio waliotakiwa wawe first priority kwa kila mtu, maana ibada haitaisha nyumbani. Unajua kwa nini? Hawa watu wanaimba kanisani ila hawaimbi kwenye maisha yao. Maisha yao hayana nyimbo, nyimbo wanazipatiaga hapa. Listen to me today. Kwa kanuni kila mwimbaji ni nabii. Hamjui? Every singer is a prophet. Nenda kasome kitabu cha Nyakati wa pili, hiyo sura ya 20 ndio kuonyesha. Soma kuanzia mstari wa kwanza. Utaona kuna jamaa mmoja alikuwa mwana wa Asafu, ndiye aliyetoa unabii kwamba leo hamtahitaji kupigana. Anamwambia mfalme, hatuhitaji kupigana, Bwana anasema hivi. Mwangalie Daudi. Daudi alikuwa nabii, anamwangalia Goliati, anatabiri kifo chake. Alafu anamwambia, wewe umenijia kwa fumo, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Naomba wainuke wakina Daudi hapa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu nipe neema. Natamani nihubiri kwa muda mfupi. Sikiliza, msalaba ndicho kiti cha enzi cha upendo. The cross is where the throne of love. Unajua watu wanavaa msalaba shingoni, wanatembea nao. Wengine wakifika mahali anauvua, anaanza kuhesabu zile shanga zilizobeba msalaba. Muulize, why are you doing that? Ni imani yetu. Natembea kwenye njia ya msalaba, anatembea nazo, anafanya. Mimi nimewahi kusafiri na mtu, tumeingia tu kwenye ndege, tuko nchi ya mbali, nikaona ameishusha ile ngoma mwanangu. Akaanza kuhesabu, nikasema mbona anazihesabu, anashusha. Akifika mahali fulani anapiga ka 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 ka, anashusha. Akifika mahali fulani ka 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 ka, anashusha pa ka 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 pa. Nikasema sasa nasema haya, tuanze. Akili kichwani, mawazo moyoni. Huko ukitafuta unakosa, ila huko unaweza kupata. Haleluya. Kichwani. Nikasema akili hakuna, Yesu hamna, matatizo ya kila mahali, kwa heri. Shida, matatizo. Maana wapendwa, mimi nikiona alama ya msalaba, siangalii ile liubao, na muangalia Yesu. Kama unanielewa sema amina. Kwani ni nini? Haleluya. Tunapozungumza habari ya sifa, tunazungumza habari ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yani always when you speak about praise, it's about work. Huwezi kumsifu mtu vyovyote. Unamsifu mtu kwa alivyo, unamsifu mtu kwa kazi yake, unamsifu mtu kwa matendo yake, unamsifu mtu kwa kile alichofanya. Haleluya jamani, haleluya. Msalaba ndicho kichwa kiti cha enzi cha upendo. Ndio maana kumsifu Mungu bila kuzingatia kazi ya msalaba ni kupiga kelele. Kumsifu Mungu bila kuzingatia aliyoyafanya msalabani ni kupiga kelele. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa kazi zote pia sitimizi sheria. Ningewezaje? Nijapo nikilia hayaishi makosa.
Haleluya. Ndiwe wa tunapomsifu Mungu kwa kuangalia na kuzingatia kazi ya msalaba, tunamsifu kwa upendo wake usio na ukomo, usiozuilika. Yaani unapopanda hapa ukaimba, ukizingatia kwamba kinachokufanya uimbe ni kwa sababu umeokoka. Unajua, ngoja niwaambieni kitu. Kuna watu wanakesha hapa tukona, yani ukipita hivi kama mmekuja hapo tu kwenye kona hapo, kuna watu wamekesha. Ukipita mtaani, mimi wanatoka hapa saa nyingine saa 8, saa 9. Yani hakuna saa utakuta watu hawapandi na kushuka. Wengine wanakesha kuvunja nyumba za watu. Wengine wanakesha kuiba kuiba nini? Kuku wa watu. Wengine yani mtu anakesha for no reason. Wewe kilichokuleta hapa ni kwa sababu umekombolewa. Sasa nitaongea nini munielewe? Nasema wewe kilichokuleta hapa ni kwa sababu umekombolewa. Alafu sio kama umenunuliwa. Alafu sio kama umenunuliwa, anasema naye alituokoa kutoka katika ufalme wa nguvu za giza. Hiyo ni Kolosai 1:13. Akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Yaani kwa maana kwamba mimi niliyekuwa sifai, alinitoa kutoka kwenye giza, mahali ambapo hapo utakumbuka ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura 25, utaona anasema mtupeni kwenye giza la nje ndiko kutakakokuwa kilio na kusaga meno. Amenitoa kwenye giza la nje, akanihamisha, akanishika mkono, akaniingiza kwenye ufalme sio wa nuru. Maana nuru ipo tu, sio ufalme wa upendo. Aliniingiza kwenye ufalme wa mwana. Alafu kwenye ufalme wa mwana akanimiminia, he showered me with his love. Maana yake hapo hakuna lisilowezekana kwake. Nikiingia kwake mimi ni salama. Kwa ninapozingatia msalaba, nazingatia kazi ambayo inazidi kazi zingine zote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atukuzwe. Roho Mtakatifu nisaidie. Upendo usiokoma. Kifo kilishindwa. Hivi unajua, dhihaka zilimshindwa Yesu. Alidhihakiwa, hakuacha kuendelea kutupenda. Alitukanwa, hakuona kutukanwa kama kuna inatosha. Walimfanyia kila kinachowezekana ili tuondoke kwenye pendo, hakuondoka kwenye pendo, bado alibaki kutupenda. Walimpiga mjeledi ili atukane, aseme siwapendi tena. Mwanaume akasema ndo nimekaza. Wakasema ngoja tumuonyeshe. Wakamvua nguo. Mwanangu, kwa ajili ya hawa jamaa anasema siachi. Wakasema tufanyeje? Piga mijeledi, chubua mgongo, siachi. Peleka msalabani. Piga msumari wa kwanza, siachi. Piga wa pili, siachi. Fanya kila nacho, siachi. Choma mkuki, siachi. Wanaume anapewa siki yenye sifongo, siachi. Badala yake anasema kazi imekamilika. Haleluya, haleluya. Huo upendo, kiti chake cha enzi kilikuwa pale msalabani. Ndio maana lazima uzingatie. Usiimbe tu kizembe. Nilikuwa namsikiliza leo Nathaniel Bassey. Anasema the power for you to remain relevant is revelation. Nguvu ya wewe kubaki kwamba unafaa, your relevance depends on your revelation. Revelation on what? Revelation on the work of the cross. Namna unavyoendelea kupata ufunuo kuhusu ile kazi ya msalaba aliyofanya Yesu kwenye maisha yako wewe binafsi, na ukaitendea haki, ndivyo Mungu anavyoendelea kukuachilia neema ya wewe kubaki kwenye uhalisia wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wokovu ni kazi ambayo ni kama simu. Kila siku lazima ufanye updation.
lazima uupdate. Kuna watu siku hizi wanafundisha mafundisho ya uongo, eti bwana wokovu kisha okoka hauwezi kupoteza tena. Wewe, tumewaona watu wamekuwa zaidi ya shetani siku hizi. Fuatilia. Mimi nina vijana niliokoka nao, wengine walinikuta kanisani, nikikutana nao leo mpaka nachoka, yani mpaka meno yamenyofoka kabisa. Anatembea mwanangu, yani hajapoteza huyo. Ameoa wake 6 na wote ameachana nao, hajapoteza huyo. Tulieni, kaeni kwa kutulia kwanza. Kamuulizeni Yuda, alikuwa mshirika wa Yesu, aliposahau kufanya update ya kuangalia msalaba, alijikuta yeye ndo anamuuza. Anasema hamna, huyu jamaa tumeshamzoea mambo yake ya kila siku, mara kufufua mara kufanya nini, tushachoka, usitusumbue, piga bei, nipe hela. Matokeo yake akafa kabla ya Yesu. Pale pana somo kubwa sana. Zaidi kumtikisa mtu, mwambie pana kazi. Wokovu sio lele mama, kuna kazi. Nilikuwa nasoma ushuhuda wa mtu mmoja anaitwa Bill Graham. Kwenye kazi ya kuupdate wokovu, alikuwa anaulinda wokovu wake mpaka inatisha. Sasa hivi kumekuwa na watu na wachungaji, yeye akishaanguka anaanza kufundisha mafundisho fulani hivi laini. Anawapigisha watu anawapigisha watu vitu fulani laini, anasema usiwanyanyase watu. Ngoja niwaambieni kitu. Ngoja nikwambie ukweli kabisa. Nikwambie ukweli au nikudanganye? Ukinisikia nimeanza kufundisha hayo mafundisho ya wahuni, kimbia, tafuta mahali utakaa salama. Mimi sio mchungaji wa hivyo. Na hakuna mbingu ya wajinga. Mbinguni wanaingia. Yesu anasema mtu akitaka kunifuata, fanyeje? Ajikane, au chukue msalaba, anifuate kesho, alafu Jumamosi ataacha. Ndio hivyo jamani. Ndio hivyo. Kila siku ni kazi ya kila siku. Maisha ya kumsifu Mungu wa kuzingatia msalaba hayaanzi hapa kanisani. Ni maisha yako ya kila siku. Likija jini hili unalipiga kwa jina la Yesu, linachomoka. Haleluya. Kwa sababu wewe ndo wakala wa mbingu duniani. Bwana asifiwe. Usidanganywe. Naomba niseme na wewe, mateso, hebu tuyaangalie mateso ya Yesu msalabani kidogo. Yesu alipitia mambo makubwa kabla ya kufa kwa ajili yetu, na haya yote yalikuwa yanapima upendo wake. Hivi kweli anatupenda? Moja, alisalitiwa na rafiki yake Yuda, nimeshamsema. 2, alikataliwa na watu wake. Yohana 1:11 anasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Alikataliwa na watu wake. 3, alidhalilishwa na kupigwa. Anapigwa kama mtoto mdogo. Nimeshasema Mathayo 27:26 mpaka 30 utaona. Kuvaa taji ya miiba, hii ilikuwa ni ishara ya mateso, yani mateso yanayotokana na mawazo na aibu, shame and bad thoughts. Yesu hakuvaa taji ya miiba kwa sababu ilikuwa ni lazima iwe sehemu ya mateso. Hapana, ilikuwa ni lazima akufutie aibu yako. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Wanasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Mtu mwenye mawazo ya kuchanganyikiwa hawezi kushinda aibu. Anakuwa ni mtu ambaye kila saa ana mawazo yanayomtesa. Lakini wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu nisaidie. Lakini jambo jingine, alichukua msalaba wake yeye mwenyewe. Yesu alichukua msalaba wake. Tunaimbaga aliubeba msalaba kaelekea kalu. Unasikia mtu akiimba sasa, aliubeba msalaba kuelekea kale, kuelekea, yani very casual, very kuelekea Kalvari, kaelekea. Yani utafikiri ni kama unasema alichukua kikombe chake akanywa hiyo chai yake. Jamani, chai yake. Yani we take it so easy.
kwa fadhili zako. Mefanya yaliyo makubwa, wewe ni mwema. Haleluya, wewe ni. Uangalie msalaba. Wewe unayesinzia sema sina cha kukurudishia e Bwana, kwa fadhili zako. Kamoya ndaraba umefanya ya wewe ni mwema. Haleluya, nasema asante, asante. Bwana asifiwe. Aliuchukua msalaba wake yeye mwenyewe, hakulazimishwa. Yesu alikuwa na nguvu kuliko mtu yeyote chini ya jua. Walipomuuliza tu kwanza, alipowauliza mnamtafuta nani, wenyewe wakasema Yesu. Hivi ungekuwa ungeendelea? Wangapi wewe? Yaani unamuuliza, anakuuliza umeenda kumtafuta mtu, anakuuliza unamtafuta nani, unasema wewe Yesu wa Nazareti, afu unaanguka wewe. Ungeendelea kumshika? Ungeendelea kumshika? Hapo naomba anasema kwenye kitabu cha Mathayo, anasema mmekuja na marungu na mapanga kama kumtafuta mnyang'anyi. Niko hapa, nifungeni. Power. Lakini bado alikubali kwenda msalaba. Mwenye nguvu kiasi hicho bado alienda msalabani. Mwambie jirani yako, msifu Mungu ukizingatia msalaba. Lakini alisulubiwa katikati ya wahalifu wawili. Unajua kwa nini? Yesu hakuja kwa ajili ya watakatifu. Inawezekana wewe ni mwenye dhambi, na wakati mwingine wakati ukisifu unasikia maumivu ya moyo. Ngoja nikwambie kitu, hiyo haikusaidii. Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kama unanielewa sema amen. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Nataka niseme kitu kimoja hapa. Moja ya kitu kinachofanya tusiwe na ibada ya sifa ya kweli ni kwa sababu mioyo yetu inakuwa inawaza kitu kingine na midomo yetu inasema kitu kingine. Nisikilize vizuri kwa makini, Roho Mtakatifu nisaidie. Iko hivi, unapoinua sina cha kukuru, si ndio? Unapokuwa ukisema, kama moyo wako bado haujaachilia yale madhambi yako, huo wimbo unakuwa unatoka mdomoni, moyo wako unakuwa bado umebeba ile dhambi. Yaani unakuwa umekufa, lakini unajitahidi kutoa vya walio hai. Umewahi kumuona nyoka ameshasagwa kichwa, lakini mkia unafanya nini? Unajitahidi kutikisika. Ndicho unachokuwa unafanya. Ukitaka uitoe hiyo ibada vizuri, jambo la kwanza, kubali kufufuka. Naongea na mtu, kubali akufufue. Maana nasema naye anatuisha nafsi yetu, kwa kuwa sisi tu wenye dhambi. Kitabu cha Waefeso 2:1 anasema mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Anasema mnasamehewa bure kwa neema yake. Haihitaji fedha. Inahitaji wewe kusema, jamani, nimenyoosha mikono, nataka kuanza upya. Namna nilivyoteseka inatosha, namna nilivyoumia inatosha.
namna nilivyofungwa inatosha, nainua mikono, naanza upya. Unasema naenda mbele za Bwana kwa toba. Anasema na sisi tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamee, atusafishe na udhalimu wote. Ni rahisi kiasi hicho. Ukitaka kumfanyia Bwana ibada ya maana mpaka ushangae, jifunze kwenda mbele za Bwana kwa toba. Ukiangalia kazi ya msalaba iliyoisha, imekamilika. Kama ni deni, limelipwa kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni sheria ya mahakamani, imekamilika. Yani it is fully paid. The sentence is fully served. Hakuna Yesu anachodaiwa. Kwa hiyo ukiitia damu yake usiku wa leo, maisha kwamba utakuwa unamsifu Mungu, maisha yako yatakuwa sifa na utukufu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza. Kwa hiyo pale katikati ya wale wadhalimu wawili, alikuwa anaonyesha yeyote anaweza kuwa chombo cha sifa. Na kurudisha nyuma kidogo, kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 23 anasema Baba anawatafuta watu kama hao. Anawatafuta, aliwatafutia wapi? Msalabani. Yesu alienda msalabani kutafuta watu watakao msifu Baba. Ninakuombea wewe jioni ya leo. Nasema ninakuombea wewe leo jioni ya leo katika jina la Yesu. Usiku huu uwe usiku wa kubadilisha maisha yako ya ibada, ili maisha yako yawe nyumba ya Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haijalishi watu wanakuonaje, haijalishi umeishi maisha ya dhambi, hata kama umetoka kuua jioni ya leo. Sinakwambia ni ruksa kuingia hapa ukiwa mwenye dhambi, ni ruksa. Ni marufuku kutoka na dhambi yako hapa. Unaenda nayo wapi? Dhambi itakunyonga kesho na unakubali kwenda nayo. Ngoja nikwambie kitu, uenda wewe ni mtu mwenye wivu, wewe ni mtu mbaya, unajijua moyoni. Dhamiri yako inakwambia ni ruksa kuja kanisani ukiwa na dhambi zako. Sawa kabisa, njoo nazo, lakini ngoja nikwambie, kwa kuwa umekubali kuwa chombo cha sifa, ziache hapa, zipeleke kwenye msalaba wa Yesu. Hapo ndiko kwenye salama yako. Kama unanielewa sema amina. Watu wa Mungu nisikilizeni. Imekuwa ni desturi watu wanakuja na dhambi kanisani wanaondoka nazo. Ngoja niwaambieni kitu. Hatutahukumiwa kwa sababu sisi tulikuwa wenye dhambi, ila kwa sababu hatukukubali yeye aliyezifia dhambi abebe. Unakuwa na wivu mpaka na dhambi, rafiki yangu. Mpaka na dhambi. Yani mpaka na dhambi, yani unainyang'ania dhambi. Dhambi ni kitu kibaya. Wala usione aibu. Usione aibu kutubu. Usiogope kwenda msalabani. Usiogope ukiitwa mbele. Usiogope kutubu. Usiogope. Shetani ni mwongo. Shetani ni mwizi. Shetani ni mnyang'anyi. Shetani ni muuaji. Hana urafiki na wewe. Hana urafiki na wewe. Katikati ya wale wanyang'anyi wawili, Yesu alikuwa bado mtakatifu. Akiingia maishani mwako, utakatifu utakuwa sehemu ya maisha yako jioni ya leo. Jamani, haleluya. Haijalishi umekaa miaka mingapi, kama umepata neema ya kuja mahali hapa na unajua kuna dhambi inakutesa, naomba nikuombe, twende tuipeleke msalabani. Twende tuipeleke msalabani. Twende tuipeleke msalabani usiku wa leo. Ndio. Usikubali. Biblia inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Ngoja nikwambie kitu, matope na matope, hakuna tope linalobadilika kuwa chumvi, lakini chumvi ikiingia kwenye matope huwa inabaki kuwa chumvi. Ngoja nikwambie kitu, ukienda kwenye shamba ambalo lina chumvi chumvi, ukipanda muhindi, athari ya chumvi itakuwa kubwa kwenye yale mahindi kuliko matope. Nisizeni niwaambie kitu, hata kinyesi kikikutana na chumvi, huwa kinyesi kinabadilika kuwa chumvi, sio chumvi inabadilika kuwa kinyesi. Naomba nikwambie kitu, Bwana usiku wa leo anaposema habari za sifa, ukisema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 16, anasema nuru
nuru yenu na iangaze, watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Haijalishi wanakuita nani. Labda wamekuita wewe ni malaya, labda wamekuita wewe ni mwizi, labda wamekuona usiyefaa, labda wamekutukana matusi yote. Usiku wa leo ninasimama mbele yako, ninakwambia njoo kwa Yesu. Achana na yale yaliyokutesa, achana na mauti inayokunyemelea. Ngoja nikwambie kitu, uko uhai ulio mlangoni. Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha mlango, yeyote atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Haijalishi umekaa mahali gani, inuka leo, badilisha mtazamo wako, anza kuwa chombo cha sifa cha Bwana. Uwe chombo cha sifa cha Bwana, uwe chombo cha utukufu, uwe chombo cha utukufu. Tunapoingia kwenye sifa, usibaki pale pale. Tunapoingia kwenye ibada, usibaki yule yule. Ondoka hapa moyo wako uko umebeba nyimbo. Ondoka hapa miguu yako ikiwa imebaka vumbi la miguu yako linaweza kuwa sifa za Bwana. Maneno ya kinywa chako yanaweza kuwa sifa za Bwana. Maana msalaba wa Yesu katikati ya wenye dhambi wawili. Yesu hakusulubiwa katikati ya watakatifu. Yesu alisulubiwa katikati ya wenye dhambi. Alisema amekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Anamwambia mtu mmoja, wenye afya hawahitaji tabibu, ila walio hawawezi. Sijui una hali gani kwenye maisha yako, sijui moyo wako ukoje, ila nina wito wa upendo. Wewe kama unataka kuwa chombo cha sifa, geuza mtazamo leo. Sema, watu ni wengi wanaoniona, lakini mimi namuona Yesu peke yake. Haijalishi wako wangapi hapa, Yesu anakutafuta wewe peke yako. Anataka uwe chombo cha sifa, anataka uwe nuru inayong'aa, anataka uwe chumvi inayoathiri ulimwengu. Moraka sataradina shata pakata tatarabayan. Sikiza ngombe kitu, alikaa katikati ya wenye dhambi wawili. Wenda mwenye dhambi mmoja ni wewe na wa pili ni mimi. Kati ya wale wawili, mmoja aliondoka na uhakika wa mbinguni. Maana alisema, Bwana unikumbuke. Ninamtafuta mwimbaji mmoja na mkeshaji mmoja usiku wa leo. Ninamtafuta mkeshaji mmoja usiku wa leo anayesema, Bwana unikumbuke. Wala jamaa kuongozwa sala ya toba, alisema tu, Bwana unikumbuke. Nataka nikwambie kitu, ukiri wa kinywa chako unaweza kuleta mabadiliko. Nataka nikwambie, ukiri wa kinywa chako unaweza kuleta mabadiliko ya maisha yako, yakawa sifa ya utukufu wa Mungu kwa ajili ya dunia nzima. Haujui unaanzia wapi, unaanzia hapo hapo ulipo. Karabashataka sikandalabakatara. Sababu za kumsifu Mungu kupitia mateso ya Yesu. Moja, kwa sababu kupitia mateso yake sisi tuliponywa. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hiyo ni Isaya 53:5. Kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Namba 2, kwa sababu kupitia damu yake tumesamehewa na tunasamehewa dhambi. Bila kumwagika kwa damu hapana ondoleo la dhambi. Waebrania 9:22 anasema, bila kumwagika kwa damu hakuna ondoleo la dhambi. Namba 3, kwa sababu kupitia kifo chake tunapata uzima wa milele. Ngoja nikwambie kitu, Biblia inasema wafu hawatakusifu. Wafu hawatakusifu ila walio hai. Anasema wafu hawawezi kusifu, makaburi hayatakusifu. Soma kitabu cha Zaburi vizuri utaona. Anasema wafu hawatakusifu, makaburi hayatakusifu. Ngoja nikwambie, ukiwa uielewa kazi ya msalaba, hauwezi kumsifu Bwana, maana wewe bado unakuwa mfu. Anasema ila walio hai. Ngoja nikwambie kitu, wewe unaweza kumsifu Bwana unapoitambua kazi ya msalaba. Inua kichwa chako leo, uangalie msalaba. Haijalishi ni dhambi gani imekushika. Mimi ninasikia moyoni mwangu kuna mtu Roho Mtakatifu anaaja naye, sijui ni nani jina lake, ila nataka sifa zako jioni ya leo, sifa zako usiku wa leo ziziguse mbingu ili utembee kwenye uwepo wa Bwana. Haleluya, haleluya. Kupitia kifo chake tumepata uzima, tumepata uhai. Yeye alikufa ili tuishi. Warumi 6:8. He died so we may live.
fully living is having salvation in you. Kama hauna Yesu akiishi ndani yako huwezi kuishi. Namba 4 kama sijakosea, kama sio 5, kwa sababu kupitia msalaba wake tumepata amani. Tumepata amani. Kitabu cha Wakolosai 1:20, akaifanya amani kwa damu ya msalaba wake. Ninakuita jioni ya leo unapomaliza, kwa moyo wa toba na shukrani, kumbuka ulipotoka, unaposipo. Kwa maisha ya utakatifu uishi kama mtu aliyekombolewa. Kwa kuhubiri Injili, kuambia wengine kilichotokea ndani yako. Usiwe kimya kuhusu nguvu ya msalaba. Usiwe kimya. Utashangaa sifa zinatoka tu za msalaba. Unaongea na watu wanamwamini Kristo. Kwa kutoa sadaka za shukrani, onyesho la upendo kwa vitendo. Na namba ya mwisho, kwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu kama ishara ya shukrani. Naomba tusimame pale ulipo. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Karabasha tala mayanda raba. Sheketele mayanda raba. Simama pale ulipo. Mimi sijui ni nani ninayeongea.